nimekuja kukagua barabara hii kama ilivyoelezwa na wawakilishi wa wananchi wao wenyewe, lakini na mimi nina ujumbe mzito wa kuiambia dunia leo ya kwamba Tanzania imeendelea kujidhatiti chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, ya kwamba sisi tutabaki kuwa ni kitovu, kiunganishi muhimu cha jamii, uchumi wote katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati. Na kwa namna hivyo ndio maana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa umuhimu na uzito wa hoja hiyo ameamua kwa makusudi barabara hizi zote zinazotuunganisha na majirani zetu kwa ajili ya kwao wao kuwasaidia, lakini kwa ajili ya uchumi katika nchi yetu na watu wetu. Ndio maana tunazitekeleza kwa viwango vya juu kabisa ili kusudi tuweze kuendelea kunufaika wananchi wa Tanzania na majirani zetu katika kijamii, lakini vile vile katika mambo ya kujitafutia riziki ya kujenga familia zetu na uchumi wa taifa letu kwa ujumla wake. Mheshimiwa Rais ametuletea zaidi ya shilingi bilioni 502.1 ya fedha za kujenga na kukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 300.6 ikiwemo mradi huu wa ukarabati wa barabara ya Rusahunga hadi Rusumo wenye kilomita 92. Kwa hiyo hili tunalishukuru sana na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hiki kipande cha barabara Mheshimiwa Waziri, ninapokuambia kutoka Rusahunga kufika mpaka hapo 00 ni kilomita 60. Lakini ni kipande ambacho tulikuwa tunasafiri zaidi ya masaa 4 mpaka 6 kutokana na gari unalolitumia. Mimi Mheshimiwa Waziri nilikuwa nafanya kazi Dar es Salaam. Nilikuwa nikipata likizo nikitaka kuja nyumbani nawaza kipande cha barabara kutoka Rusahunga kufika 00. Mheshimiwa Waziri, kilikuwa hakipitiki. Mimi kutoka Dar es Salaam mpaka kufika nyumbani ni zaidi ya kilomita 1400 kutoka Dar es Salaam kufika nyumbani kwetu. Zaidi ya kilomita 1400. Lakini kutoka Dar es Salaam kupita Morogoro, Dodoma, Singida, Tabora, Kahama nilikuwa siwazi kama ni safari. Safari nilikuwa naanza kuiona nikifika Rusahunga. Nasema sasa ndio naanza safari. Mimi Mheshimiwa Waziri ni shuhuda. Mimi nimetoka Dar es Salaam na kuja Ndara, kutoka Nyakahuda nilitembea kama kilomita 10, ilikuwa ni usiku, nikapiga shimo, nilikuwa na gari ndogo Crown, zikapasuka tairi zote. Nililala pale mpaka kesho yake saa 6 mchana ndipo nimepata msaada wa kuziba tairi zote, nikaendelea na safari. Kutoka Dar es Salaam kote sijapata shida, nimekuja kupata shida nikiwa nimefika nyumbani. Sasa Mheshimiwa Waziri, hivi ni vitu ambavyo sisi watu wa Ngara tukiwaza historia ya nyuma ni historia ya machozi ambayo lazima tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hiki ambacho ametufanyia. Yale masaa 6 ambayo nilitumia Mheshimiwa Waziri, leo nimetoka kuja kupokea nikasema ngoja tuendeshe gari tuende mpaka Rusahunga. Nimetumia lisali moja badala ya masaa 6. Mwenyezi Mungu atupe sisi nini watu wa Ngara. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Barabara hii ambayo tumeiona leo ambayo inaunganisha nchi zetu. Tuna wenzetu wa Rwanda, tuna wenzetu wa Kongo, tuna wenzetu wa Burundi. Mnaona hizi barabara zikitengenezwa tutafanya biashara. Hapo vipi? Mheshimiwa Waziri, hii barabara mimi nimewahi kuisimamia. Kutoka Rusahunga kwenda Rusumo kipindi hicho ulikuwa unaweza kutumia masaa 12. Na gari ilipokuwa ikiingia kwenye shimo, either spring au bushi zitaharibika. Kwa hiyo matunda ya hii barabara kila mmoja anajua. Lakini serikali ilikuwa ikitumia pesa nyingi kwenye ukarabati. Lakini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na wewe mwenyewe umeenda kuondoa changamoto hizo katika mkoa wetu wa Kagera. Mimi kwa manufaa ya hii barabara ninavyoiona itatuletea manufaa mazuri kwa ajili ya wafanyabiashara. Magari yanayopita ni magari makubwa yanayopitisha mizigo mikubwa, na miundombinu yetu hii itakuwa ni nzuri hata kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa hii barabara itatusaidia sana kwa sababu kunapo na mashimo mengi. Wakati barabara haijafikia hii hatua, ilikuwa inasumbua sana kwa waendesha pikipiki, kwa hiyo inasababisha ajali pengine. Lakini kwa hiki kinachoendelea na hiyo itasaidia sana wananchi, sasa mabodaboda lakini na magari yanayopita.